Ukiangalia rangi ni ya damu, lakini harufu ni harufu ya misk. Sasa hawa watatoka kaburini, watoko na damu kulingana na hali waliokufa. Sasa ni vizuri mtu awe na wasiwasi atakufa katika hali gani. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ahlan wa sahlan, karibu katika kipindi unachokipenda, maisha ya akhira. Tupo katika msimu wa 6, kipindi ni cha 5. Mimi nafahamika kama Muhammad Shakombo. Ndani ya studio tupo naye Sheikh wetu. Ahlan wa sahlan, assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Hayakumullah. Naam, katika kipindi kilichopita, kipindi cha 4, tuliweza kuzungumzia kuhusu an-nafkhu fi sur. Naam. Sasa katika kipindi hichi cha leo, ni nini kitatokea baada ya kupulizwa parapanda? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'i wa man ittaba'a bi ihsanin ila yawmiddin. Baada tukio la parapanda kupulizwa, ala qawla sah, watu watakuwa ni wenye kutoka katika makaburini na al-hashr ndio itatokezea. Al-hashr katika lugha ya Kiarabu ni jam'u ma'a as-suq, ni kuleta watu pamoja, hii huku wa wasukuma. Sasa al-hashr kisikia katika lugha ya Kiarabu ni watu waleta kwa pamoja, aliyekuwa kule wote waleta pamoja, kisha wasukuma waelekeza sehemu fulani. Hii kwa lugha ya Kiarabu ndio maana al-hashr. Ama tukisema al-hashr katika dini ya Kiislamu ya kusudiwa nini? Kwa sababu kila neno limekuja saa zingine lina maana la ndani zaidi katika dini ya Kiislamu. Mfano as-sala katika lugha ya Kiarabu ni dua, na swala tukisema katika dini yetu tunajua ni hizi swala ambazo tunazoswali, ambao mtu huanza kwa takbiratul ihram na humaliza kwa at-taslim. Kwa hivyo al-hashr tukisema kulingana na sheria Mwenyezi Mungu na vile ilivyokuja kwa maana ya Qur'ani na Sunna za Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ni kwamba ni watu kutolewa katika makaburini na kufufuliwa, kaburi kufunguliwa na watu kutoka, kisha watu wakitoka, watu hukimbia kulia na kushoto, kisha watu wanaletwa pamoja, kisha wanaelekezwa katika ardhi ambayo watakuwa ni kufanywa hisabu. Na Allah subhanahu wa ta'ala ameangazia tukio hili katika Qur'ani. Mwenyezi Mungu asema wa yawma nusayyiru al-jibala wa tara al-ardha barizatan wa hasharnahum falam nughadir minhum ahada. Sasa Mwenyezi Mungu asema katika suratul Kahf kuhusiana na siku hii, kuhusiana na majabali na ardhi vile itakavyofanywa, kadhalika Allah subhanahu wa ta'ala asema tutawaleta kwa pamoja na tuelekeze sehemu fulani, falam nughadir minhum ahada, na hakuna atakayachwa, sote tutaletwa kwa pamoja. Naam. Huenda mtu akajiuliza, hii ardhi ambayo tutafufuliwa, je, ni ardhi hii tulio nayo juu au ni ardhi tofauti na hii? Swali hili limewatatiza ulama, wakawa ni wenye kuchukua mkondo mbili. Kauli ni mbili katika masala haya. Mwanzo kabisa, ardhi rangi tabadilika. Rasul sallallahu alaihi wasallam asema yuhsharu an-nas yawm al-qiyamati ala ardhin bayda. Asema Rasul sallallahu alaihi wasallam watu watafufuliwa siku ya kiyama juu ya ardhi iliyokuwa nyeupe. Katika sifa nyingine Rasul sallallahu alaihi wasallam abainisha kwamba ardhi hii watu wataletwa wote sehemu moja. Qala sallallahu alaihi wasallam yajma'u Allahu an-nas al-awwalin wal-akhirin fi sa'idin wahid. Allah subhanahu wa ta'ala ataleta watu wote kuanzia mwanzo mpaka mwisho, wataletwa katika sehemu moja, sa'idin wahid. Sasa mahali ambapo imewatatiza ulama, ambapo hatuna jawabu hivi sasa, kauli ni mbili na mimi mpaka sasa sijui nifuate kauli gani, lakini ikifika siku ya kiyama tutajua kweli na uongo. Na siku ya kiyama hatutataka kujua hii ardhi ndio ile ile amebadilishwa, kwa sababu siku ya kiyama mtu akili yake imeshughulishwa na swali moja, kwa sababu siku hiyo fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir, je, mimi niko katika kundi gani? Lakini ayan kana ulama wamejaribu kulijibu hili swali, wamechukua kauli mbili. Kauli ya kwanza ni kwamba ardhi hii itabadilishwa. Allah subhanahu wa ta'ala asema kalla idha dukkatil ardu dakkan dakka wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Allah sema siku hiyo ardhi itakuwa ni yenye kupigwa moja kwa moja, kumaanisha kwamba ardhi haitabakia. Kadhalika majabali yatakuwa ni yenye kugongwa kwa pamoja na itaisha, kumaanisha Mwenyezi Mungu ataleta ardhi nyingine. Kama alivyosema Mwenyezi Mungu katika aya yawma tubaddalu al-ardu ghayra al-ardi was-samawati wa barazu lillahi al-wahid al-qahhar. Ni siku ambayo Mwenyezi Mungu ataleta ardhi ambayo ni tofauti na ardhi hii mlioko hivi sasa,
na pia mbingu si ile mnaifahamu. Ama mbingu, naomba nichukue mfano katika karatasi hii. Mwenyezi Mungu hii mbingu asema yawma natwi samaa katayi sijili lilkutub. Siku Mwenyezi Mungu ataikunja mbingu kama vile karatasi inavyokunjwa, yani inakuwa rolled. Yawma natwi samaa katayi sijili lilkutub. Allah subhanahu wa ta'ala ataikunja hii mbingu iwe ni inakuwa rolled hivi. Kwa hivyo ulama wasema mbingu itabadilishwa na ardhi itabadilishwa, sehemu ambapo tutafanywa hisabu ni tofauti. Kwa hivyo ni ardhi nyingine mpya Mwenyezi Mungu ameiumba kwa lengo la kufanya hisabu. Ulama wengine wakasema la, sivyo walivyofahamu wenzetu. Wakasema analokusudia Mwenyezi Mungu, ardhi itakuwa imebadilishwa, bimaana ardhi hii itakuwa imebadilishwa. Sasa kwamba imebadilishwa nyingine kaja ikaletwa katika nafasi yake. La, sivyo wanapokusudia Mwenyezi Mungu kulingana na ufahamu wao. Wao wasema la, ardhi hii itabadilishwa vile vile ilivyo. Itabadilishwa vipi? Hakuna majabali. Itabadilishwa vipi? Hakuna sehemu ambapo iko juu kuliko nyingine. Yote ni flat. Hakuna bahari. Hakuna mimea. Hakuna mti. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu aliposema yawma tubaddalu al-ardu ghayra al-ard, siku ardhi itabadilishwa tofauti na ardhi hii, wakasema kumaanisha ardhi ni hii lakini sivyo mnavyojua, ni hii lakini itakuwa flat. Ayan kana, hisabu ipo na Mtume sallallahu alaihi wasallam ametubainishia kwamba ardhi tutakuwa ni yenye kusimama na hakuna mtu ataachwa nyuma, awwalina wal akhirin. Na sifa ya mchanga yake Mtume sallallahu alaihi wasallam ametuambia mchanga utakuwa ni mweupe. Zaidi ya hapa hatuwezi kuthibitisha je ni ardhi hii ama ni ardhi nyingine, lakini ulama kauli ni mbili na kila mmoja ana dalili zake. Tuombe Allah subhanahu wa ta'ala atusahilishie siku hiyo nzito. Amin. Umetaja kwamba sifa moja ni kwamba ardhi itakuwa nyeupe. Je, kuna sifa zozote zingine ambazo zimetajwa kulingana na Qur'an au hadithi? Naam, katika baadhi ya sifa zilizotajwa ni kwamba aina ya mchanga si mweupe kama unavyofikiri mweupe kama maziwa. Weupe kidogo imechanganyika na mwekundu, kama ilivyokuja katika baadhi ya hadith. Asema Rasul sallallahu alaihi wasallam, yuhsharu an-nasu yawm al-qiyamati ala ardhin bayda afra'an ka qursin naqi. Afra'an bimaana imechanganyika na mwekundu kidogo. Qala lima ghayyarat an-naru min bayadhi wajhiha ila al-humra, yani kidogo imeanza kuwa mwekundu. Sasa kawaida sisi tunaona katika rangi za nyumba, utaona hii nyeupe na si nyeupe pia. Ona nyeupe imekaribia grey, mara nyeupe imekaribia cream, nyeupe imekaribia. Sasa huwezi kusema ni nyeupe 100% na huwezi kusema ni rangi nyingine 100%. Kwa hivyo ni aina hiyo mchanga. Kwa hivyo aina ya ardhi vile itakavyokuwa ni kwamba sehemu utakaposimama itakuwa hivyo. Kama tulivyoangazia katika darasa iliyotangulia, wa kwanza atakayefufuliwa ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam, Sheikh, huenda mtu akajiuliza iwapo wanadamu watafufuliwa, je, wanyama pia watafufuliwa? Naam, kwa ushahidi wa Qur'an wanyama watafufuliwa. Japokuwa wanyama hawafufuli kuingizwa peponi wala motoni. Kuna hikma gani katika wao kufufuliwa iwapo waingii peponi au motoni? Hikma ipo. Mwanzo kwa wao kufufuliwa ushahidi ipo katika Qur'an. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema katika suratul An'am, وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. Allah sema hakuna wanyama waliokujua katika ardhi hii wala ndege ambao waliokuwa wenye kupaa katika anga, ila ni kama umma kama nyinyi wanadamu. Allah sema hatujasahau wala hatujaacha kiumbe yote katika kitabu Lauhul Mahfudh, kila mtu ametajwa na kila mtu amepangiliwa. Kisha Allah sema baada hayo yote, hawa wanyama na viumbe na ndege na wanyama juu ya ardhi, Allah sema thumma ila rabbihim yuhsharun, kisha baada hapo watafufuliwa. Ama kujibu swali lako, ikiwa wao watafufuliwa na hawaingizwi peponi na motoni, kuna hikma gani wao kufufuliwa? Allah amebainisha kwamba watafufuliwa. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam amebainisha wanyama hawajakalifishwa. Ndio maana hao ni wenye kuulizwa wala hawakupata wahi wao. Sisi ndio tuliopata wahi. Sisi wanadamu, wa ma khalaqtul jinna wal insa, wanadamu na majini. Ama wao hufufuliwa kwa sababu huenda mmoja alimdhulumu mwenzake. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam asema Allah atawaleta kondoo wawili, aliyekuwa na pembe na ambaye aliumbwa bila pembe. Yule ambaye hakuwa na pembe alidhulumiwa, alipigwa na yule aliyekuwa na pembe.
Allah subhanahu wa ta'ala atamwamrisha yule aliyepigwa na ambaye hakuwa na pembe, ataambiwa sasa una pembe, lipiza kisasi. Asema Rasul sallallahu alaihi wasallam, hatta yuqtassu lishati aljamma min ashati alqarna tantahuha. Siku hiyo yule ambaye hakuwa na pembe atapewa pembe, akamwambia lipiza kisasi. Baada hapo Mwenyezi Mungu ataamrisha kunu turaba, kuweni mchanga. Na siku hiyo kafiri akiona wanyama wamekuwa mchanga hawaingizwi motoni, ndipo makafiri watatamani, yaqulu alkafiru ya laitani kuntu turaba. Ndio siku hiyo atasema na mimi natamani ningefanywa mchanga, kwa sababu wale washafanywa mchanga hawaingizwi motoni wala hawaingizwi peponi. Yasema natamani mimi ningepata hiyo nafasi kuliko mimi kuelekezwa kule ninapoelekezwa. Naam, shukrani za dhati kwa kuweza kutupatia uwazi kuhusiana na swala hili la hashr. Tutachukua mapumziko mafupi, tukirudi tuweze kuendelea utupatie uchambuzi zaidi inshallah. Barakallahu. Naam, upo ndani ya kipindi Maisha ya Akhira. Usiende mbali, tunarudi na mengi ambayo utaweza kuyafahamu zaidi. Ahlan wa sahlan, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Karibuni tena katika awamu ya pili ndani ya kipindi Maisha ya Akhira. Nafahamika kama Muhammad Shakombo. Tumeweza kujadili mengi kuhusiana na hii siku ya hashr au siku ya kufufuliwa. Moja kwa moja kwako Sheikh, niweze tu kupata dondoo zaidi. Tupatie sifa ambazo watu watafufuliwa nazo. Alhamdulillah, thanau lillah wa salatu wassalamu ala rasulillah ma ba'd. Tushaeleza kwamba wanyama watafufuliwa na wanadamu pia sisi tutafufuliwa, na pia tuliangazia hapo awali kwamba ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam ndio atakuwa mtu wa kwanza atakayefufuliwa. Na sifa ya watu kufufuliwa Rasul amebainisha. Pindi mimi na wewe na kila mtu, sawa uwe ni mtume, uwe ni mtu mwema, uwe ni mtu mwovu, sifa ni hii moja. Sifa gani? Qala sallallahu alaihi wasallam, tuhsharuna hufatan uratan ghurla. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam asema mutafufuliwa nyote. Hufatan, ikiwa hamna viatu. Uratan, ikiwa hamna mavazi, mko uchi. Ghurla, kama mtu hajatairiwa. Aisha radhiyallahu anha jambo hili lilimshtua, akasema ya Rasulullah, ar-rijalu wan-nisaa yanzuru ba'dhum ila ba'd. Mtu wa Mwenyezi Mungu, wanaume na wanawake wakifufuliwa wakiwa uchi, si watu watakuwa wenye kuangaliana wanawake na wanaume? Hatuna viatu, hatuna mavazi, tuko uchi, na wanaume hawajatahiriwa, kila mmoja muangalie mwenzake. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam akamwambia Aisha, al-amru ashaddu min an yuhimmahum dhak. Mambo mazito yanawasubiri, mazito mpaka mtu hata hataki kujua nani amvaa nguo nani hajavaa, kila mmoja ana lake. Yani mfano, yani ukitaka kujua mtu akili inavyomshughulisha anapokuwa na jambo linalompeleka mbio, nitakupatia mfano. Atokezee mtu afukuzwa na simba, katika hali ya kumkimbia ile simba anayemfukuza, labda iza kukatika, akadungwa na mimba, akipanda mti akakatika kitu, lakini hahisi hayo yote kwa sababu hamu yake ni kumkimbia ile simba. Baadaye akishatulia ndio anaona utakuwa na damu, aona ameumia, ametoneka mahali. Sasa kwa nini? Kwa sababu akili imeshughulishwa. Kadhalika Rasul sallallahu alaihi wasallam amwambia Aisha, watu wana mambo yaliyoshughulisha, kila mmoja ana lake. Mtu hajui leo yuingia peponi ama yuingia motoni. Bila ala hadha, hakuna mtu atamwangalia mwenzake, huyu amevaa nguo, huyu hajavaa, huyu yuko uchi. Kila mmoja ana la kumshughulisha, na kila mmoja atarudi kwa Mola wake kama alivyoumbwa mara ya kwanza, alivyotoka katika tumbo mamake. Kisha Rasul sallallahu alaihi wasallam akasoma aya katika Qur'ani tukufu akasema, kama bada'na awwala khalqin nu'idu wa'dan alaina inna kunna fa'ilin. Allah sema kama vile tulivyoanzisha mwanzo, tulivyoomba mkatoka katika tumbo mama yenu, hamuna mali, hamna mavazi, hamna viatu, hamjatairiwa, kama tulivyowaleta mara ya kwanza duniani tutawaleta tena hivyo hivyo, na tukiwaleta tena hivyo hivyo wa'dan alaina, Allah sema ni ahadi juu yangu, inna kunna fa'ilin, kwa hakika tutatimiza ahadi hiyo. So Allah amechukua ahadi ya kwamba kila mmoja atarudi kwake, na kila mmoja akirudi atarudi vile alivyoletwa duniani, akiwa uchi, hana mavazi, hana viatu, hana nguo,
hajatahiriwa, hana mali. Allah sema wa'dan alaina, ni ahadi juu yetu, inna kunna fa'ilin, kwa hakika tutafanya hilo na tutimize ahadi hilo. Kwa hivyo hii inatupatia taswira ya hali vile itakavyokuwa, ya kwamba siku ya kiyama mimi, wewe, Mtume Muhammad, sote tutatoka katika makaburi, hatuna mavazi, hatuna viatu, hatujatahiriwa, tuko uchi. Na hivi ndio ilivyo. Ila ahadithi zimethibitisha ya kwamba mtu wa kwanza atakayevishwa nguo siku ya kiyama ni nani? Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam ametueleza ya kwamba mtu wa kwanza atakayevishwa mavazi siku ya kiyama ni Nabillahi Ibrahim alayhi salam. So mtu wa kwanza atakayevishwa mavazi ni Ibrahim alayhi salam. Kwa hivyo hii ndo hali kwa jumla watu vile watakavyokuwa, na mtu wa kwanza atakayevishwa nguo ni Ibrahim alayhi salam, wa ala nabina afdalu salatu wa taslim. Na watu wakifufuliwa kuna hali hasa. Ar-Rasul sallallahu alayhi wasallam amebainisha kwamba watu wakitoka makaburini watatoka kulingana na hali zao vile walivyokufa. Asema Ar-Rasul sallallahu alayhi wasallam kama ilivyokuja katika hadith ya Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu, sami'tu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam yaqul yub'athu kullu 'abdin 'ala ma mata alayhi. Kila mja, kuna hali mahsusi ambayo binadamu watafufuliwa nazo. Kando kuna hali ya jumla. Kuna hali ya jumla kwamba sote, kuanzia mitume, kuanzia waja wema, sote tutatoka katika makaburini tukiwa uchi, hatuna viatu, hatujatahiriwa. Ila pia kuna baadhi ya hali ya ziada. Je, ni zipi hizi hali za ziada au mahsusi ambazo watu watafufuliwa nazo? Kulingana na vile hali mtu alivyokufa. Kama Rasul sallallahu alaihi wasallam asema yub'athu kullu 'abdin 'ala ma mata alayhi, kila mmoja atafufuliwa kulingana na hali alivyokufa. Kwa hivyo sasa tunakuja katika hali ya mahsus, kila mtu kivyake. Sasa mfano wa mtu aliyekufa katika hali nzuri atafufuliwa katika hiyo hali nzuri. Mfano mtu amekufa katika hali mbaya atafufuliwa katika hiyo hali mbaya. Mtu alikufa akiwa katika haja atafufuliwa akisema labbaik Allahumma labbaik. Na ushahidi wa mtu kufa katika haja atafufuliwa hivyo katika haji ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, hajjatul wadaa, alipokuwa katika msafara, mmoja katika masahabi aliyekuwa juu ya ngamia alianguka akavunjika shingo akafa. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam akatoa mwongozo, akasema muosheni na msimkafini. Hayo mavazi zake mbili za ihram ndio mfunge. Na kama vile mtu alivovaa mavazi ya ihram, mwanamume haruhusi kufinika kichwa, msimfinika maiti, mwache hivyo hivyo. Na ndio maana hivi sasa tukienda Maka na Madina, au tukienda Maka hususan, ikiwa mtu amekufa amevaa ihram, utaona maiti imeletwa salatul janaza, utaona mtu ana uso wake, hafiniki mwanamume. Asa Rasul sallallahu alaihi wasallam akasema mumuoshe, sanda yake iwe ni hiyo nguo ya ihram alikuwa nayo. Fa innahu sayubhathu yawm alqiyamati mulabbiya, siku ya kiyama huyu madamu amekufa katika haji atafufuliwa akileta talbia. Talbia ni mtu anapokwenda katika haji, madamu Mwenyezi Mungu ametuita katika haji, wewe wasema labbaik Allahumma labbaik, Mola nimekuitikia, labbaik la sharika laka labbaik. Sasa huyu siku akitoka kaburini, kando na yeye kuwa uchi na hana viatu na hajatahiriwa, atatoka kaburini akiwa ni mwenye kusema labbaik Allahumma labbaik, Mola nimekuitikia. Mwenyezi Mungu asema mpisheni mja wangu, njoo huyu amekufa katika khairi. Kwa hivyo kando na mtu kufufuliwa katika hali kama hii, pia kuna hali mahsusu mtu atakufa katika hali gani. Pia hiyo itadetermine kulingana na hali ya mtu. Ikiwa alikufa katika haji, hali ndio hiyo. Ikiwa alikufa akiwa mlevi, atafufuliwa akiwa ni mlevi. Kwa hivyo tuombe Allah subhanahu wa ta'ala tupatie husnul khatima na mwisho mwema. Allahumma amin. Na Sheikh, kwa ufafanuzi zaidi naomba utupatie mifano kulingana na mafundisho ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, vipi mja mwema na mja muovu watakavyofufuliwa. Kwa jumla tumetaja watu vile watakavyofufuliwa. Sawana we mwema we muovu, wote watatoka katika makaburi katika hali ya uchi, hawana viatu, hawajatahiriwa. Ila pia mtu akifufuliwa pia hulingana na vitendo vyake. Kuna baadhi ya vitendo mtu anapofanya yatamgharimu sana siku ya kiyama na yatamletea maafa na matabu.
Na katika hadithi zinazoshtua zaidi ni jinsi ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam atueleza wale watu waliokuwa na kibri vipi watakavyofufuliwa siku ya kiyama. Wale ambao walikuwa jifanya ni wakubwa wako juu ya watu, na wao wengine ni duni, na wao wajiona kwamba ni bora kuliko wenzao, hawa hali yao itakuwa vipi? Sikizeni hadithi hii. Yasema ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, yuhsharu almutakabbiruna yawm alqiyama amthal adh-dharr fi suwar ar-rijal yaghshahum adh-dhull min kulli makan. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam asema watafufuliwa siku ya kiyama watu waliokuwa na kibri duniani, watafufuliwa wakiwa mfano wa dhar. Dhar ni mustard seed. Yani watu watakuwa ni wakubwa, wao watakuwa ni wadogo. Ala suwar rijal, katika sura zao watu hawaoni. Qala yakhshahum adh-dhulm min kulli makan, na watakuwa kidhalilishwa kila sehemu. Watu wakikimbia kulia na kushoto, watu hawaoni, wanawakanyaga. Sasa subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala amejalia kwamba hawa watatoka katika makaburini wakiwa uchi, hawajavaa viatu, hawajatairiwa, lakini mwili wao itakuwa ndogo mfano wa chembe ndogo. Madamu walijiona duniani wao ni wakubwa na wana daraja juu ya watu na kuwadhalilisha watu na wao kuwa na kibri, basi siku hiyo na wao watadhalilishwa mbele ya viumbe. Basi watakuwa ni wenye kukanyagwa na watu, na hakuna anayeonemwa ni kanyaga, hakuna msikia, hakuna mtu ana habari naye. Na hii ni mfano wa kibr, athari yake mbaya vile itakavyokuwa siku ya kiyama mtu akifufuliwa katika hali kama hiyo. Mfano mwingine ya mtu anayefanya amali mbaya atakayefufuliwa siku ya kiyama au maovu anayofanya ni mtu ambaye anaye kumtosha lakini ana tabia kuombaomba. Sasa wewe unaye kutosheleza, unaye inayokutosha, lakini bado wataka ya huyu na wataka yule, huyu atafufuliwa katika siku ya kiyama akiwa katika hali yenye kushtua. Asema Rasul sallallahu alaihi wasallam, ma yazalu ar-rajulu yas'alu an-nas hatta ya'ti yawm al-qiyamah wa laysa fi wajhihi muz'atu lahmin. Asema Rasul sallallahu alaihi wasallam, ataletwa mja siku ya kiyama, na huyu mja kawaida yake alikuwa apenda kuombaomba watu, anaye la kumtosheleza, lakini bado yataka ya huyu na yataka ya yule, baada ya kuongeza na kuwaomba watu na kuwasumbua watu, ili hali anaye kumtosha. Mtu kama wakifufuliwa siku ya kiyama, kando na kuwa uchi, hana viatu, hajatairiwa, basi ana sifa zaidi ambayo yenye kushtua, nayo ni kwamba atatoka katika kaburini ili hali uso wake hauna nyama, na ataibika mbele ya kila mtu. Huyu kumbe duniani alikuwa na tabia kuombaomba watu. Ama mifano miwili nitakutajia waja wema vipi watakaofufuliwa siku ya kiyama. Mfano wa kwanza ni mtu ambaye alikuwa na tabia kuswali na yachunga udhu wake. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam amebainisha katika hadithi ya kwamba watu watakaofufuliwa siku ya kiyama watakuwa katika hali ya nuru katika viungo vao vya udhu. Asema Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, lakum siman laysat li ahadin min al-umam tariduna alayya ghurran muhajjalina min athari al-wudu. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam asema, nyinyi katika umma wangu mna alama nitakayotambua nayo, na alama hii nitakayotambua nayo ni kwamba ni hasa kwa umma wangu. Ummatu Musa wala ummatu Isa hawana, hii ni hasa kwa umma wangu. Na alama nitakayotambua nayo ni kwamba mutakuja kwangu ghurra muhajjalin, katika viungo vya udhu vinang'ara, watoa mwangaza kwa sababu ya athari ya udhu. Sasa mja ambaye alikuwa kiswali, mja ambaye alikuwa kichunga udhu, akitoka kaburini kando na kuwa uchi, hana viatu, hajatairiwa, atafufuliwa ili hali viungo vyake vang'ara, vina nuru. Ar-Rasul atamtambua, huyu ni katika umma wangu na huyu ni katika wale ambao walikuwa kiswali. Hii ni katika mfano amali nzuri. Mfano mwisho labda niwatajie amali nzuri ni mtu alikufa katika jihad fi sabilillah, ash-shahid. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam asema, walladhi nafsi biyadihi la yuklam ahadun fi sabilillah wallahu a'lam biman yuklam fi sabilihi illa jaa yawm al-qiyamati wal lawnu lawnu dam wal rihu rihul misk. Kando na kufufuliwa kwamba ni uchi, kando kufufuliwa kwamba hana viatu, hajatairiwa, sehemu aliyojeruhiwa yatoka damu. Kisha Rasul asema, ukiangalia rangi ni ya damu, lakini harufu ni harufu ya misk. Sasa hawa watatoka kaburini watoko na damu kulingana na hali waliokufa. Sasa ni vizuri mtu awe na wasiwasi atakufa katika hali gani, kwa sababu Rasul asema sallallahu alaihi wasallam, man mata ala shay bu'itha alayhi. Vile utakavyokufa ndivyo utakavyofufuliwa siku ya kiyama.
Naam, shukran za dhati. Allah atujalie wenye kufariki katika hali njema zaidi tukiwa katika kumkumbuka Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Naam, shukran za dhati. Sheikh ameweza kutueleza mengi kuhusiana na siku hii ya Hashr. Mojawapo ametuelezea kuhusiana na sifa zile za watu ambao watakavyofufuliwa, akatuelezea pia mifano katika waja wema jinsi watakavyofufuliwa pamoja na waja waovu. Nafikiri utaweza kutilia maanani ukiweza kusikiliza kwa makini kipindi hichi cha leo. Mie kwa niaba ya wale wote ambao wameweza kukusanya kipindi hichi, nafahamika kama Muhammad Shakombo, ila kabla sija kuacha ningependa tu kukupatia maneno ya kalamu yangu. Mwenye kutenda maovu afanyia nafsi yake, mwenye kutenda mazuri afanyia nafsi. Huwezi palilia mihogo ukavuna nyasi. Ishi kwa tahadhari, kiyama si siku rahisi. Maasalam.